tu kuchukua pause na kupata tayari kuelewa vipande vitatu kubwa ya mchakato huu viwanda kutoka ukurasa kwenye skrini yako. Ukurasa huu kwenye skrini yako utakuambia hatua muhimu za mchakato au zingine muhimu ambazo ni msingi wa mchakato, na kwa urahisi jinsi ya kukabiliana nao. Hata wageni wengine wa nje kama wanasayansi na watafiti wengine wanaweza nadhani kutoka kwa pointi hizi tatu, mchakato wa jumla wa utengenezaji. Hebu tuelewe kwamba katika neno la mtu aliyelala, na wakati huo huo kuelewa tahadhari fulani, kwamba ukurasa huu unahitaji kukuambia. Wacha tuangalie nambari ya ufafanuzi moja. Maagizo ya mviringo ya manjano inakuambia utumie blanketi ya nitrojeni wakati wowote iwezekanavyo, wakati wa athari au kushikilia. Hebu tuelewe ni nini hii. Blanketi ya nitrojeni ni neno ambalo hutoa mtiririko wa gesi ya nitrojeni ndani ya chumba au chumba cha kuua oksijeni iliyopo ndani yake. Kwa hivyo, hakuna uchafuzi unaotokea. Hii inasababisha kwani hakuna bakteria anayeweza kuishi. Tulijifunza dhana hii katika mafunzo ya sanduku la Glove. Hiyo pia inamaanisha kuwa katika hatua hii dawa inaweza kuwa wazi kwa hewa. Ndiyo sababu tunapiga nitrojeni gesi juu yake, na kwa kuwa inasema wakati wa athari, blanketi ya nitrojeni inahitajika, inamaanisha tu kwamba kutakuwa na wakati katika mchakato wa bioreactor wakati majibu ya kemikali yatatokea, wakati huo lazima utumie blanketi ya nitrojeni. Hii ni wazi. Angalia annotation namba 2, ni kuzungumza juu ya kitanzi sampuli ambayo inahitajika wakati wewe kuchukua sampuli kutoka reactor au chombo. Ambayo ina maana hii ni sheria kali kwanza ya yote, na pia inakuambia kwamba kuna lazima kuwa na bomba kama kitanzi, masharti ya reactor, na sampuli ya madawa ya kulevya lazima tu zilizokusanywa kwa njia ya kitanzi hiki, si njia nyingine yoyote. Pia hutoa maarifa kwa mtu aliyelala, jinsi sampuli inakusanywa kutoka kwa kinu au kwa mdogo, njia moja ya kuifanya. Kuna jambo lingine muhimu hapa ambalo ni joto. Maagizo ni kukuambia kuendelea kufuatilia na kurekodi joto la mchanganyiko katika kipindi chote, na inapaswa kuwa kati ya anuwai iliyoagizwa. Hii inathibitisha maarifa yetu kwamba utengenezaji wa dawa ni kama kupikia, na kipengele kimoja muhimu ni kiwango maalum cha joto. Chini ya ukurasa kuna maelezo ya namba 3. Yote ni kuhusu kushughulikia taka au kwa bidhaa kama tunavyoiita. EPA, wakala wa ulinzi wa mazingira, inahitaji utupe taka hizi za bio chini ya miongozo fulani. Kazi yako itakuwa kuhamisha kemikali hizo kwa vyombo vyao vilivyoteuliwa na kuweka alama, na idara ya mtu binafsi atakuja na kuchukua taka. Maagizo haya yanaweza kuwa kama vile jinsi ya kushughulikia umwagikaji, jinsi ya kutupa, na maagizo mengine mengi juu ya kushughulikia taka. Muhimu zaidi ya yote itakuwa si kuchanganya kemikali fulani. Hiyo ni yote kwa ukurasa huu. Hadi sasa, hatua halisi za utengenezaji bado hazijaanza. Lakini sisi sote tuko tayari na tuko tayari kwenda. Tumezungumza juu ya kibali cha mstari mara nyingi, kutoka kwa darasa la maneno na majukumu ya siku hadi siku ya fundi wa utengenezaji. Sasa hii ni mahali katika kabla ya kuanza kufanya hatua yoyote, quality uhakika mtu atakuja sakafu ya viwanda kuhakikisha vifaa vyote ni zilizokusanywa katika eneo viwandani. Vifaa vyote vimesafishwa vizuri na vitambulisho vya hali vinaonyesha kwamba ni tayari kwa matumizi, kama unavyoona kwenye skrini katika mduara wa machungwa. Baada ya kuangalia yote ni sawa, inaondoka kwenye nafasi ya kibali cha mstari kama unavyoweza kuiona kwenye skrini yako iliyozunguka kijani. Hatua ya moja tena inazungumzia kuangalia vifaa vyote kwa safi yao
na tayari kutumia vitambulisho kabla ya kuanza shughuli. Hatua ya 2 inazungumzia ili kuhakikisha kuwa valve ya kipepeo iliyogawanyika imewekwa ndani ya bioreactor. Hatua ya 4 maelekezo ni kwanza blanketi ya nitrojeni na kuhakikisha shinikizo la nitrojeni kwenda kwa bioreactor ni chini ya bar 1. Bar ni kitengo cha shinikizo la nitrojeni. Kwa upande wa kulia, unaona nguzo 2, moja ni ya mwendeshaji ambayo hufanya hatua na kusoma rekodi kwa vifaa, uzito na data nyingine mbichi katika operesheni iliyofanywa na safu pamoja na tarehe na wakati. Safu iliyo upande wa kulia ni kwa fundi ambaye anathibitisha shughuli sawa. Unakumbuka udhibiti wa 2 ni sehemu muhimu ya kufuata FDA, kwani verifier hutoa uthibitishaji wa wakati halisi wa operesheni iliyotekelezwa. Katika nguzo hizi 2, upande wa kulia kwa mwendeshaji na verifier lazima zijazwe baada ya kila utekelezaji wa hatua. Kwenye skrini yako, unaona hatua ya 5 inazungumza kuchaji kemikali ya kwanza kwa reactor. Na katika hatua hii, uzito wa kemikali ya naphthol hutolewa. Pia, idadi ya vifaa ya kemikali naphthol hutolewa. Hii ni kuhakikisha usahihi wa kiasi cha kemikali na hakuna makosa. Kwenye kuthibitisha kwa safu, unaona pia kwamba uthibitisho wa uzito wa kemikali, msimbo wa nyenzo na nambari nyingi lazima uhakikishwe na kurekodiwa. Hii ni kuhakikisha kwamba hatufanyi makosa hapa. Ukiangalia hatua ya 6, 7 na 8. Hatua hizi zinaelekeza kuongeza kemikali zifuatazo katika mlolongo kushtakiwa kwa reactor moja kwa moja. Kwa kuwa umechanganya kemikali zote katika bioreactor sasa, unakumbuka kanuni za kupikia na utengenezaji wa dawa. Ndiyo. Joto, agitation, shinikizo na wakati. Hizi ni hali kwa majibu ya kemikali. Kwa hivyo hatua ya kwanza kwenye ukurasa huu ni kuwafundisha mafundi kuweka kasi ya agitator kwa 100 rpm. Kiashiria hiki ni aina ya propeller ndani ya reactor ili kuendelea kuchanganya kemikali. Hatua hii pia inaelekeza kuweka wakati wa agitation kubwa kuliko au sawa na dakika 15. Tena utawala wa kidole gumba ni kwamba fundi mmoja anafanya na kurekodi kasi ya agitation na wakati wa kwanza na mwisho wa agitation na fundi mwingine anathibitisha shughuli hizi zote. Hatua ya 10 ni wazi joto. Hatua hii inamwambia fundi kuweka joto la reactor kati ya digrii 75 hadi 85 Celsius. Kwa kuongezea, muda wa muda hutolewa kwamba kiwango hiki cha joto kinapaswa kukaa ndani ya kikomo maalum kwa dakika 180 au zaidi, ambayo inamaanisha baada ya dakika 180 za kuchanganya, kemikali inayotakiwa imeunda. Kiwango cha joto pia ni muhimu sana. Kama unavyoona kwenye skrini yako hatua ya 10, maagizo ya hatua ya njano yaliyopigiwa mstari kwamba ikiwa kiwango cha joto kiko nje ya kikomo maalum, lazima ujulishe msimamizi mara moja. Sasa ikiwa joto litaanguka nje ya kikomo, fanya kama ilivyoagizwa na uite msimamizi na kabisa, hakuna kitu kingine. Katika hatua hii namba 10, dakika 180 ni wakati wa majibu. Wanasayansi wameanzisha kwamba baada ya dakika 180 majibu ya kemikali yamefanyika na tunapaswa kuwa na kemikali mpya inayotakiwa kwa sasa. Kwa hivyo, maagizo kwenye hatua ya 11 inakuambia uchukue sampuli kwa wakati huu. Ikiwa unakumbuka, kwenye ukurasa wa 3 wa BR, maagizo yalitolewa kuchukua sampuli tu kutoka kwa valve ya sampuli ambayo imeambatanishwa na reactor. Hatua ndogo ya pili katika hatua ya 11 ni kisha kukuuliza kurekodi wakati sampuli ilichukuliwa.
Zaidi ya hayo, inakuelekeza kutuma sampuli kwa maabara ya KS. Wakati wa sampuli, unahitaji kujaza logi na awali na tarehe. Kumbuka, ni sehemu ya kufuata FDA na ni muhimu kwa madhumuni ya ufuatiliaji. Kwa hivyo, nambari ya sampuli na jina la kura na nambari imerekodiwa kwenye kumbukumbu. Kisha, hatua hii inazungumzia ikiwa matokeo ya sampuli yanapita, kisha endelea na hatua ya 12 ambayo inamaanisha jaribio hili linathibitisha kwamba majibu yamefanyika na tuna muundo mpya wa kemikali tayari. Pia inazungumzia ikiwa matokeo ya mtihani hayapiti, rudia hatua ya 10 ambayo inamaanisha utalazimika fanya mchakato wa wakati wa agitation na joto, mchakato mzima wa reaktor tena, kwani majibu hayajatokea. Lakini hii ni tu katika hali ya kesi, hii ni utaratibu uliothibitishwa. Kwa hiyo, 99.999% ya wakati. Hakuna haja ya kufanya majibu tena. Kwa kuwa inafanya kazi kama ilivyokusudiwa kila wakati, kwani ni utaratibu uliothibitishwa. Hatua ya 12 sasa inauliza fundi kupoza yaliyomo kwenye bioreactor kati ya digrii 20 hadi 25. Kiwango hiki cha joto kinaweza kubadilishwa na kupatikana na mdhibiti. Tangu sasa, tumefanikiwa matokeo ya mtihani unaotakiwa. Technician atarekodi joto halisi na verifier itathibitisha shughuli na ya awali na tarehe. Katika hatua hii ya 13, chini ya hatua ndogo ya kwanza tunahakikisha kwamba joto litakaa katika anuai ya digrii 20 hadi 25 na wakati huo huo, hatua ndogo ya pili inaelekeza kutumia utupu ili kitatuaji cha ziada kiondolewe kutoka kwa bioreactor. Ili tuweze kufikia kiwango cha lengo cha mchanganyiko wa majibu. Umuhimu wa hatua hii ni kwamba slurry itakuwa nene na itakuwa rahisi kusindika katika hatua inayofuata. Technician atarekodi joto la bioreactor, bathroom kwanza wakati na ni kusoma, verifier itathibitisha shughuli zote na awali na tarehe. Hatua ya 14 inazungumzia kuchukua sampuli ya 10 mililita kutoka kwa valve ya sampuli. Wakati huo huo, hatua ndogo ni kuuliza fundi kupima pia slurry. Slurry sio chochote isipokuwa mchanganyiko wa jambo lisiloweza kutatuliwa lililosimamishwa kwenye suluhisho. Slurry ni mchanganyiko wa imara nene kusimamishwa katika kioevu, kwa kawaida maji. Na hatua inaelekeza kwamba inapaswa kuwa chini ya au sawa na 4. Fundi atarekodi usomaji halisi na verifier kuthibitisha usahihi wa shughuli. Hatua ya 15 inazungumza kausha kichujio. Ni nini kikausha kichujio hiki? Hii ni aina ya vifaa ambayo hutumiwa kutenganisha imara kutoka kwa mchanganyiko. Katika hatua hii fundi atahakikisha usafi wa kichungi dryer visually, pia update logbook kabla ya kuhamisha slurry katika dryer filter. Verifier pia inathibitisha hali ya kukauka kwa kichujio, kuhakikisha vifaa safi tu vinatumika. Hii ni mazoezi ya GMP. Katika hatua namba 16 fundi wa utengenezaji hukagua kuvuja kwa kichujio kwa kutumia shinikizo ambalo litakuwa 2 hadi 4 bar. Pia verifier itathibitisha shughuli hiyo. Sasa tunahitaji kushinikiza slurry hii ndani ya dryer ya kichujio, na ili kufanya hivyo, tunahitaji kuweka shinikizo katika bioreactor kama unaweza kuona katika picha namba 1, ambayo pia inaweza kudhibitiwa na mdhibiti wa shinikizo. Slurry itahamishwa kwa msaada wa pampu ya kuhamisha kwenye dryer ya kichujio. Pampu ya uhamisho kwa kweli inaharakisha mchakato wa kuhamisha. Pampu hii ya uhamisho inaonekana kama nambari ya picha 2. Chini ya hatua ndogo ya hatua ya 17, baada ya kukusanya slurry kwenye, fundi wa utengenezaji wa kukausha kichujio atatumia shinikizo la nitrojeni ya 1 kwenye kikausha cha kichujio kama unaweza kuona picha nambari 3.
Sasa katika dryer ya kichujio, zungusha slurry kwenye 150. Hii itatenganisha imara kutoka kwa mchanganyiko. Kwa mfano, kazi ya kukausha kichujio kama tube ya mashine ya kuosha. Wakati tube ya spin inazunguka kwa kasi kubwa, hutenganisha maji kutoka kwa vitambaa. Baada ya kukamilika kwa mchakato wa kukausha kichujio, tunapata keki thabiti kama dutu ya dawa au api. Kama unaweza kuona keki katika picha namba 4 katika rangi nyeupe. Fundi wa utengenezaji atarekodi vigezo hivi vyote vya mchakato na usomaji wao katika sehemu husika, na verifier itathibitisha shughuli zote na awali na tarehe. Katika hatua ya 18, tunahitaji kuosha keki na ethanol. Mchakato huu unarudia hadi kiowevu kilichooshwa kionekane kuwa na rangi na uwazi. Utaratibu huu utaondoa uchafu wote usiohitajika kutoka kwa keki. Keki sio chochote isipokuwa api yetu katika fomu mbichi. Fundi wa utengenezaji atafanya shughuli hii na kuthibitisha atarekodi kwa tarehe na ishara. Baada ya kuondoa uchafu wote, keki yetu ina unyevu. Kisha tunahitaji kukausha keki hii. Hatua ya 19 inazungumzia juu ya kukausha keki hii na nitrojeni na kutumia shinikizo la bar 1 kwa zaidi ya dakika 30. Utaratibu huu ulifanywa katika kikausha cha kichujio. Baada ya kukausha, keki hii haitabadilika kwa wingi thabiti, itabaki katika fomu ya amorphous au katika fomu ya unga. Kabla ya kufunga poda hii kwenye mfuko, unahitaji kuangalia usawa wa kupima, kusafishwa kwa kuona na tarehe ya mwisho ya calibration iliyofanywa. Pia unahitaji kufanya utaratibu wa kupima kama ilivyoagizwa. Na haya yote yanatajwa katika sehemu ya BR kama ilivyoagizwa katika hatua ya 20. Katika hatua ya 21, baada ya kukamilika kwa mchakato wa kukausha na kupima hali ya usawa, unahitaji kujaza katika mfuko wa polithene wa ukubwa unaofaa, kupima na kurekodi uzito hapa wazi kama unavyoona kwenye skrini yako: uzito wa jumla, uzito wa tare na uzito wa wavu. Haya yote hujaza hii iliyofanywa na sehemu, na verifier itathibitisha hatua hii. Ni sehemu muhimu, hakikisha usahihi wa maingizo yote. Hatua ya 22 inaelekeza kuweka lebo iliyotolewa kwa mkoba wa polybag ambayo imejaa. Lebo hii hutolewa pamoja na BPR na idara ya nyaraka. Zaidi ya hayo, hatua ya 23 hutoa anuai ya ondoa 001 ambayo ni nambari ya vifaa deep freezer, na anuai ni ondoa 10 hadi ondoa 20 degree Celsius. Hatua ndogo ya kwanza ni kuwafundisha mafundi kuweka dawa ya madawa katika freezer ya kina. Hatua ndogo ya pili inakuelekeza kurekodi joto wakati wa uwekaji wads kwenye friji, kuhakikisha hali ya joto sahihi ilifuatwa. Kuna noti juu ya hatua hii ambayo hutoa anuai ya ondoa 10 hadi ondoa 20 degree Celsius. Hebu tuelewe kwa nini kiwango hiki. Wads nyingi zinahitaji chini ya joto la kufungia, kwani kawaida sio thabiti juu ya kufungia kwa joto la chumba. Kitu cha kukumbuka. Sasa tunahamia hadi sehemu ya mwisho ya mchakato wa utengenezaji wa dawa za kulevya. Umefanya maagizo yote ya hatua kwa hatua na umejaa dutu ya mwisho ya dawa, yote yaliyoandikwa na tayari kwenda kwa mchakato wa bidhaa ya dawa ambayo ni. Katika hatua ya 24, hesabu ya mwisho inafanywa. Utaona mazoezi haya kote kwenye bodi ulimwenguni. Hii ni fomula ambayo hutumiwa kukadiria ikiwa hasara yoyote ya ziada ya kawaida ilitokea kwa wingi wa mwisho wads kutokana na inaweza kuwakosa katika mchakato mahali fulani. Kwa hivyo kwanza wacha tuelewe mavuno ya kinadharia. Hesabu hii sio kitu, lakini kiasi kilichokadiriwa, kilichoanzishwa na wahandisi wa mchakato na wanasayansi. Hii ni kiasi kilichokadiriwa ambacho wanaamini kwamba unapaswa kufikia
ikiwa mchakato wote wa utengenezaji unafuatwa vizuri. Mazao ya nadharia hutolewa katika kundi hili mwanzoni, na mavuno halisi ni kiasi cha madawa ya kulevya ambayo umetengeneza na hatimaye kufanikiwa baada ya kufuata maagizo ya hatua kwa hatua katika BPR. Kwa hivyo sasa utachukua mavuno halisi ambayo unayo na kuigawanya kwa mavuno ya kinadharia na kisha kuzidisha kwa 100. Mara tu asilimia ya mavuno inapohesabiwa, utarekodi asilimia iliyohesabiwa hapa, na tena fundi mwingine atathibitisha katika nafasi ya verifier katika BR. Verifier mapenzi, pia angalia mahesabu haya pia kwa usahihi. Sasa angalia ukurasa huu. Hii ni kawaida moja ya kurasa chache za mwisho za BR. Umejifunza kuhusu kupotoka katika darasa la istilahi pia. Tena kwa ukumbusho wako, chochote ambacho hakiendi kama ilivyokusudiwa wakati wa mchakato wa utengenezaji ni kupotoka, ambayo lazima irekodiwe hapa na maelezo mafupi na kuwasilishwa kwa msimamizi pia. Hiyo ndiyo yote. Sehemu ya chini sana ni kwa historia ya BPR. Wakati wowote ikiwa kuna sasisho la BPR, hata ikiwa marekebisho ya kosa la tahajia kutoka wakati BPR iliundwa kwanza. Kila wakati kitu kinabadilishwa, toleo lingine litaundwa na sababu ya mabadiliko itatajwa hapa katika BPR hii. Hii ni sehemu ya ufuatiliaji ambayo inahitajika na FDA. Tumejadili sehemu ya ufuatiliaji tena na tena. Sasa umekamilisha kwa mafanikio kazi yako ya kwanza na ujue mchakato wa DS na matumizi ya bioreactors. Kama wewe kupata nafasi baadaye kufanya kazi kwa kampuni, kwamba utengenezaji STU, unajua haki ya BET, kwamba utakuwa kazi na mchakato sawa na hii. Kichocheo cha madawa ya kulevya kinaweza kuwa tofauti, lakini bioreactors, joto lao, kasi ya agitation, wakati katika sampuli za mchakato, mazoea ya Gowning, maandalizi ya bafa, masomo yapo, uwasilishaji wa sampuli na magogo, uelewa wako wa nani atatoa BR, ambapo ungeenda ijayo kupokea vifaa, ambaye angesaini logi gani, ni habari. Unahitaji kuelewa na kujifunza kuwa fundi mkubwa kwa muda mrefu. Kama umeelewa kanuni za GIP na GIMP, kuelewa umuhimu wa kujaza magogo, kuunda ufuatiliaji kamili, kufuata mafunzo, kutotekeleza chochote ambacho hujafunzwa, hakikisha kufanya mazoezi, kuangalia kila wakati na kusafisha vitambulisho vya vifaa kabla ya kuzitumia kwa usalama wa dawa. Haya ni makosa ya kawaida ambayo hutokea siku na siku nje katika sekta yetu. Kama unajua na kuelewa na kufanya mazoea haya sehemu ya profile yako ya kitaaluma, basi wewe ni tayari mbele ya mchezo katika taaluma yako na fundi thamani kwamba kampuni ungependa kuona wewe katika mafunzo ijayo, ambapo sisi kuchukua hii DS na kugeuka kwamba katika dawa ya bidhaa ndiyo DP. Kuona wewe huko.